Bana tuko kwenye Top Bongo bana. Yes sir. Moja kati ya kitu ambacho inabidi tukizungumze leo ni taarifa mbili ambazo sisi tuko nazo hapa. Kama zinaleta complication. Okay. Taarifa ya kwanza inasema kwamba BASATA kuja na suluhisho la kupunguza migogoro ya wasanii. Sawa Yes. I think hiyo mmekutana nayo na hotuba tuliona vile alivyozungumza walivyozungumza Baraza la Sanaa. Lakini taarifa ya kwanza kabla ya hiyo ilikuwa inazungumza ya kwamba migogoro ya wasanii imepungua na hiyo ilikuwa bungeni. Hapo nahisi kama kuna taarifa mbili haziko sawa. Kuna taarifa moja inakuja. Yaani taarifa moja inakuja. Hapo taarifa ya pili imepungua. Umenielewa? Sasa kama unakuja na suluhisho. Unakuja na suluhisho. Alafu hapo unatuambia imepungua. Maana yake inawezekana labda ulikuja sisi tulikuwa hatuna taarifa wakati wa ujio wako hafla. Lakini unasema inakuja na suluhisho. Maana yake tatizo kwanza lipo. Tatizo lipo. Kuna tatizo hapo. Tatizo lipo, yes. Sasa mimi I think nahisi Tanzania kuna kitu ambacho tunakosa kwenye record label zetu. Tuende taratibu kwanza Latino. Hizi vitu tusichanganye. Tusichanganye. Inawezekana mtoa taarifa ndo kazichanganya taarifa ya kwanza na ya pili au hivyo zilivyokuja ndivyo zilivyo. Yaani hivyo ulivyotusomea ndivyo zilivyo. Nilivyozisoma ndivyo zilivyo. Ipi ya kwanza? Ya kwanza ni ambayo ndio ilikuwa taarifa ya kwanza pia wananchi kuipata. Ya kwanza ni ya bungeni. Okay, ambayo ilikuwa inasema ya kwanza ya bungeni inasema migogoro ya wasanii imepungua. Hiyo ni taarifa ya bungeni ninavyozungumza. Right. Lakini ya pili ni taarifa ya Baraza la Sanaa la Taifa likiwa linatoa taarifa kwamba wanakuja na suluhisho la namna ya kupunguza migogoro ya wasanii. Twende taratibu hapo. Taarifa ya kwanza ambayo imetoka bungeni imetolewa na nani? Taarifa ya bungeni imetolewa na mheshimiwa wetu Kabudi. Waziri mwenye dhamana kabisa. Yaani mwendo dhamana iko chini yake. Yes. Ndio aliyozungumza. Taarifa ya pili? Taarifa ya pili imetoka imetolewa na baraza, si ndio? Baraza la Sanaa. Baraza la Sanaa linafanya kazi chini ya wizara gani? Si wizara ya utamaduni, sanaa na michezo. Na mheshimiwa waziri yeye ametuambia kwamba migogoro imepungua. Kwamba haijaisha. Imepungua na kwa kiasi kikubwa. Lakini mimi kama kwa kiasi kikubwa kuja na kiasi kama kwa kiasi kikubwa ndio ipo, lakini mingi imepungua ila bado ipo. Maana yake taarifa ya pili mimi naona iko sawa, taarifa zote ziko sawa, lakini ziko sawa. Mheshimiwa mwenye dhamana amesema migogoro imepungua. Baraza linalofanya kazi ambao ndio linakwenda field kukutana na wasanii na kuanza kutatua yale matatizo na kukutana nayo linasema wanakuja na suluhisho. Kwa sababu na suluhisho linakuja kutokana migogoro inazidi kuongezeka. Sasa hivi kuna wasanii wangapi kwenye lebo wametoka? Hizo issue za lebo sorry. Issue za lebo, mimi issue za lebo nataka niseme hivi. Issue za lebo unajua tukiingia deep sana, haya ni makubaliano ya pande mbili ambazo inawezekana kwa sababu leo pia kuna taarifa ambayo inaendelea ambayo Baba Levo ameweka ikionyesha Lavalava. Lakini ukiingia deep ni kweli ni kwamba mikataba imeisha, imefika mwisho, watu hawajasign tena. Maana hiyo ni issue imeisha tayari. Yaani mkataba wangu mimi hata mfanyakazi wa ndani kama anaingia mkataba, maana mkataba ukiisha anabeba mabegi anaenda kwao. Sasa turudi sasa huku kwetu, huku ambapo hizi taarifa mbili zimetoka. Mimi nimemuelewa mheshimiwa Kabudi kwanza. Kwa kauli yake aliyoiongea. Ni kwa sababu yeye anafanya kazi ambayo anashirikiana pia na baraza la wasanii kwa maana ya BASATA. Kwa BASATA kuambia kwamba wanakuja na suluhisho. Unahisi taarifa Baraza la Sanaa walioitoa kuhusu migogoro ya wasanii kwamba imepungua unadhani ni sahihi? Kwani kupungua ni nini? Kupungua ni kutokuwa na migogoro kwenye industry yetu. Latino, nikuulize swali. Ukienda kununua mafuta ya lita 5 ukapewa lita 4.5, hizo ni lita 5? Hapana. Basi kama matatizo tulikuwa nayo 10 yamebaki 9,
Yamepungua. Unaona hisi yamepungua? Yamepungua of course. No. Kwani hichi cha kujua kwamba kuna matatizo ya wasanii, kuna tatizo la mikataba, unafikiri ni hawa watu ambao wameingia kwenye hizi ambazo vyombo vya habari tunawasikia? Watu chungu mzima mikataba yao ina matatizo. Watu wengi sana, kwa sababu huku mtaani kumekuwa kuna mikataba ambayo mingine sio rasmi, lakini watu tayari wamesha saini. Kwa hiyo wana maumivu wako nayo. Na sasa hivi tunao umoja wa wasanii ambao wasanii tunawasisitiza sana wajisajili KOSOTA na sehemu nyingine. Kwa hiyo haya matatizo yao yanajulikana. Kama watu wachache imefika hatua sasa wameanza kupata solution. Kwa nini baraza lisiseme kwamba matatizo yamepungua pamoja na waziri? Mimi nadhani tuna wasanii wachache ambao wanatembelea baraza la sanaa kupata elimu. Na mara nyingi kwa Tanzania wasanii ambao wanakwenda kwenye baraza la sanaa kutaka ushauri ni pale ambapo maji yamefika mwisho. Hapo kosa la nani? Wasanii. Basi okay, mimi ninakuja na solution for my side. Okay. Kwa sababu taarifa inasema kwamba migogoro imepungua, lakini BASATA wenyewe wanasema ya kwamba wanakuja na suluhisho, na maana kuna tatizo. So for my side ni kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuwaelimisha wasanii kuweza kufuatilia sawa na kwenda kupata elimu katika baraza hili ili waelewe moja, ikiwa ni kwenye mkataba, lakini pili na mienendo ya kazi zao, kwa maana industry nzima hii. Tuna matatizo mengi, lakini wanaohudhuria kwenda baraza la sanaa ni wachache. Make that clear. Wasanii wanaokwenda kwenye baraza la sanaa kupata elimu, kujua ni namna gani ya kuweza kufanya kazi na record label zao ni wachache. So hata mimi ukiniambia hivyo, wamechukua wale wachache wakagawanya kulingana lese na muda uliopo, na tukapata percent ambayo ni ndogo ikaenda sehemu husika na taarifa ikatoka kwa waziri. Lakini mind you, ni wengi ambao hawajahudhuria au hawajulikani hata na baraza la sanaa. Sawa, mimi nataka nizungumze kitu hapo Latino ili tuconclude mchongo. Ni kwamba iko hivi. Hili ni basi. Sisi ni wasafiri, kwa maana ya wanaofanya sanaa, mamlaka ambazo zinasimamia, ikiwa ni pamoja na wizara yetu ya utamaduni, sanaa na michezo. Kama basi liko stendi, linajulikana linaondoka saa 12, tangazo limetoka, alafu wewe upo kwenye gari litamsubiri mtu. Kwa nini nimetumia mfano huo? Ni kwamba mimi nimewahi kuhudhuria baadhi ya seminars zinazotolewa na KOSOTA, zinazotolewa na BASATA. Sasa hivi tuna kitu cha mikopo ya wasanii. Wanaopata mikopo ya wasanii ni wasanii wachache, lakini kuna mtu amewekewa mipaka kwenye hili. Kuna mtu BASATA wanavyosema tunatoa elimu kuhusiana na masuala ya kusimamia kazi yako, ambaye anakatazwaga kuja. Kumbe wasanii wenyewe ndo wanashindwa kuhudhuria. Mwisho wa siku wanakosa elimu ya kujua mimi nataka kuingia mikataba nifanyaje, natakiwa kufuata hatua gani. Mimi naomba nichukue nafasi kuzungumza. Mheshimiwa Waziri ambao unasimamia utamaduni, sanaa na michezo, endelea kufanya kazi yako. KOSOTA, BASATA, endeleeni kufanya kazi yenu, kwa sababu kama wewe unafanya kazi yako alafu huijali au ufuatilii kazi yako, nani atakayefuatilia kazi yako? Latino, msanii anafanya kazi ya sanaa. Mamlaka zinazosimamia kazi ya sanaa zinasema kuna seminar, alafu wewe uendi. Alafu inakuja listi sasa hivi inatoka kwamba sisi tunasema matatizo yamepungua. Wewe unasema matatizo hajapungua wakati wewe uendi. Sasa kosa la nani? Kwa sababu namba yako hatuna namba yako. Kwa hiyo hili linaanzia kwetu sisi ambao tunafanya sanaa. Wakati mwingine huu mwamvuli ambao tuko nao tutaulaumu bure. Umezungumza vizuri sana. Wamefanya calculation ya kinachopatikana. Bana, basi letu linapakia watu 62 lakini wamepanda watu 5. Sisi tumeondoka, tumefika Dodoma, makao makuu ya nchi, chama na serikali vizuri. Mheshimiwa Waziri, kongole, endelea kufanya kazi yako. Uko perfect kabisa. Ambaye anaona anahitaji kuwa kwenye mlango sahihi na sanaa yake, pande basi hili ambalo linaongozwa na mamlaka ambayo inasimamiwa na Waziri Kabudi. Tuko sehemu nzuri. Kusema kwamba bwana, Kipepeo Apartment moja sehemu noma kwa wewe ambaye unataka kutuliza nafsi, kuwaza mambo mapya, lakini kutengeneza connection pia, kwa sababu sasa hivi Dodoma wale watu wakubwa wote wenye maamuzi unafikia wapi? Ni pale Kipepeo Apartment bwana. Tuko na
bosi wa pale, msemaji kabisa, mtu ambaye anaweza kawa na maamuzi pia. Bidada, mambo vipi? Safi, mambo vipi? Safi, uko fresh? Niko poa. Karibu sana Big Tuesday CFM. Asante sana. Hivi mbona nyinyi mnatupenda sana? Yaani kwa nini mnatupenda sana CFM? Nataka nianzie hapo yani. Kwa nini yani? Well, CFM wamekuwa wadau wetu wakubwa sana hapa Kipepeo Apartment. Okay. Na kitu chochote tukitaka kukifanya lazima tuanze CFM kama ambavyo CFM wanavyotuanza. Bana we. Sasa mimi na swali moja. By the way, wakati kwenye tukio la Mwanamke Mwamba, Kasimu Mganga ni mmoja wa wasanii ambao waliperform, walikuwa na lile jukumu la kutupa burudani pale, na yeye alifikia Kipepeo Apartment. Mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao nilikuwa nashughulikia sana swala lake, nilifika pale. Kwani plan yenu kama Kipepeo Apartment ilikuwa ni nini? Ilikuwa na ile sebure yenye ukubwa vile. Nilitaka tucheze dana disco mule ndani. Of course kiuhalisia Honda CFM Kipepeo Apartment. Yes. Haikuwa apartment ambayo ilitakiwa kuwa kama Airbnb. Yes. The plan was iwe kama hiring houses. Right. Ya kukaa mtu akae miezi 6, miezi 8 pamoja. Lakini baadaye kutokana na jiji kukua na mambo yanayoendelea katika mji wa Dodoma, ndio ikapendezewa kuwa apartment ya Airbnb, kwa maana kwamba wao wanakuja na kuondoka full furnished. Right. That was the plan. Kwa hiyo kumbe sisi tuna enjoy sasa hivi kutokana na mipango ambayo ya nyuma ile. Bwana, hongereni sana. Kwa wewe ambaye uko na washikaji zako, una marafiki, unatafuta sehemu ambapo mnaweza mkakaa watu 10, 15, 20, bwana, Kipepeo Apartment mzee wangu. Chumba chako lakini mnaweza mkawa hata watu 7, 8 na mkawa dole. By the way, hongereni sana kwa hilo. Mmekuwa wadhamini wetu sio mara moja, sio mara mbili, mara nyingi sana. Nataka kujua kwenye hili tukio la Mwanamke Mwamba, mnaweza mkasimama mkazungumza nini kuhusiana na kushiriki kwenu, lakini na matokeo ambayo mmeyapata kabla na baada ya kushiriki kuwa wadhamini kwenye tukio la Mwanamke Mwamba. Okay. Well, kwanza niwape hongera CFM kwa kumbuka wanawake. You're right. Kwa sababu wanawake ni chombo muhimu sana duniani. Bana we. Na kwa kugundua hilo, tulivyoona event hii inatokea, hatukusita kuwa wadhamini kwa sababu moja tu. Tunaamini mtu yote ambaye anafanya shughuli na wanawake basi atakuwa amefika mbali. Yes. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunataka Kipepeo Apartment wanawake wa Dodoma waifahamu. Kwa sababu wanawake ndio wana maamuzi ya familia. Vacation tuende wapi, wanawake ndio wanapanga. Japokuwa hela sio zenu. Japokuwa hela sio zetu. Lakini sisi tuna play nafasi kubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana sisi kukutana na wanawake kupitia CFM, kwa sababu CFM ndio mnawagather pamoja. Right. Nikasema ngoja tufanye hiki pamoja na CFM ili tupate wanawake wa mjini Dodoma. Lengo kubwa ilikuwa ni ukiachia mbali ule udhamini ambao tumeingia pamoja, ila ni elimu ya Kipepeo Apartment ifike kwa wanawake kwamba kuna sehemu fulani tunaweza tukafanya kitu fulani. Na hii event imetupa highlight kubwa sana. Imetufanya Kipepeo tuende viral kwenye masikio mengi ya watu wa Dodoma. Yes. Kwa hiyo sasa hivi mtu anaweza akafika akiwaza apartment anaiwaza Kipepeo kupitia ile event. Tumepata followers wengi kwenye accounts zetu za mitandao. Matokeo hayo. Tumepata simu nyingi za kuulizia nini tuna offer. Prices zetu zikoje? Kama wanataka kuja kwenye vikoba, wanataka kuja kukaa kwenye vikao, wafanyaje? Yaani simu zilikuwa nyingi kiasi kwamba mimi ilikuwa inanipa amani kwamba ujumbe umefika. Moja kati ya kitu ambacho sometimes kinakata ni pale unapokwenda kwenye lese labda hotel alafu unakutana na huduma ambazo haziridhishi. Exactly. Hiyo ni kitu ambacho ni ngumu sana mtu kurudi tena endapo hata experience hiyo. How is Kipepeo? We wanna know. Well, you cannot even imagine wateja wetu wengi wapya ni chache kidogo. Yani wengi ni wale ambao wamelala, hawataki kutoka, wanarudi time to time. Kwa hiyo nikiangalia data base ya wateja wetu Kipepeo Apartment, nikitafuta wateja wapya na wapata kwa asilimia chache kama wale ambao waliwahi kulala before. Yani they continue to come. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliona panawafaa, walipenda huduma, waliona mazingira kwao ni favorable. Kwa hiyo ina maana ni kwake anaona kama nyumbani. Kwa hiyo akiwa anakuja kikazi au anataka kupata apartment Dodoma, tukipata simu mpya zinakuwa sio nyingi sana kama zile simu za watu ambao walikuwa wamelala pale sana. Kwa hiyo kumbe ndio maana inapelekea, kuna mtu alikuwa ananiambia jana, sasa hivi ukitaka kupata room Kipepeo Apartment inabidi ufanye maandalizi mapema sana ya kuwasiliana, kwa sababu mara nyingi kunakuwa kumejaa.
tunakuwa tunajia katika high seasons. Okay. Kuna high seasons ambazo huwezi kupata nyumba ya kipepeo apartment. Kwa sababu zinakuwa ziko booked muda mwingi kwa pamoja. Lakini kuna ile low season zinakuwa ziko free. Kwa mfano sisi pale apartment zetu tuna run nyumba 23. Na kila nyumba inakuwa ina test yake na vitu vyake. Okay. Alafu mtu akitaka kuja pale, ina maana akifanya booking kupitia ile namba yetu ya reservation, tukishajua anakuja kipindi gani, tunakuwa tunaangalia ile nature ambayo anaingia kwa muda gani. Kwa hiyo wale wanaopiga simu tunaangalia tu dedication za tarehe zao. Kuna muda mwingine tunakuwa full lakini inakuwa labda ni 2 days or 3 days. And the rest tunakuwa huru kupokea watu wote wengine. Kwa hiyo wasiogope, wapige tu simu kwa sababu dates zinakuwa zinatofautiana. Okay. Yako mengi, maswali ya kipepeo mengi. Kwani special kipepeo ni nini? Yani kwa nini mtu akifika hapa afike Kipepeo Apartment? Special ni nini? Kipepeo Apartment ni sehemu ambayo imetengenezwa in a very luxury life but in affordable way. Asante. Yani kwa watu ambao wana imagine kukaa maisha mazuri, nyumba nzuri, akae sehemu ambayo inavutia, inapendeza, at least apaone hata nyumbani kwake anapotamani kupajenga, anaweza akapata hiyo picha akiwa Kipepeo Apartment. Ukifika pale, ukitoka lazima utamani kuwa mwekezaji. Yani ukiingia Kipepeo, ukitoka hautoki kama ulivyoingia. Yes. That place ina inspire vijana, ina inspire wafanya biashara, ina inspire watu wote ambao wanatamani kufanya kitu kizuri kwenye nyumba zao kwa ajili ya kutengeneza, ya kukaa sehemu ambayo ni ya kishua wanasema vijana, afu iko cool ya kunanili. Kwa hiyo ni eneo ambalo huwa linakuwa na mazingira ya utulivu, na ni eneo ambalo linakuwa linakupa ile test ambayo wewe unatamani kukaa tofauti na sehemu ambazo umezunguka. Na pale tunachojivunia sana ni ile hali ya utulivu ambayo iko nje ya mjini kidogo, unajua Kipepeo. Yes. Pale kuna fresh air. Bwana we. Yaani nasema Kasimu mganga atakuwa hapa story. Bwana we, sio swala dogo unajua. Yaani nakuelewa unavyoniambia kwamba kwa wale vijana ambao tuna wish kuishi maisha mazuri. Baada unaweza ukakaa pale ukaona kama mimi nishamalize, nani ataniambia kitu ya aina gani? Hiyo feelings unaipata Kipepeo. Noma sana. Swimming pool utaratibu wake ule ni kujitiba tu. Swimming pool ni kwa wale ambao wamelala ndani ya nyumba. Sisi nyumba zetu zina vyumba viwili vya kulala. Na kila nyumba chumba kinakuwa ni master bedroom. Kwa hiyo tuna sebule, tuna jiko, tuna vyumba viwili vya kulala, tuna public toilet, free wifi, na swimming pool na sauna. Kwa hiyo kwenye swimming kama swimming tunajivunia Kipepeo Apartment is the best swimming of all the apartments. Kwa sababu swimming yetu kwanza ni indoor. Bondo umefika? Sasa kudumbukia ndo shughuli. Lakini mbona pembeni kutazama, nimeona ndugu yangu. Unaogopa kuogelea? Bana we. Ile swimming kwa kweli is very nice kwa watu ambao wanapenda kupata privacy ya kuogelea kwenye swimming. Ile ya Kipepeo Apartment tumejitahidi kufanya interior designing ya kitofauti sana. Yes. Ili kuonesha kwamba mji unakuwa na watu wako wanaweza kupata kitu kizuri Dodoma. Kwa hiyo when you thinking about Kipepeo Apartment, unafikiria sehemu ya maana sana. Alright. Nilichokuwa nataka kushare leo mpaka nikasema nije niongee na hii familia. Yes. Tumetoa exclusive discount. Okay. Tuna very big discount. Yani ni mtu unaokoa karibia 50% ya pesa tuliyokuwa tunaitoa. Right. Na sio kwa sababu ya tunafanya discount tu kawaida kama nini, ila tumefanya discount ili kila mtu apate nafasi ya kufika Kipepeo. Sisi awali nyumba zetu zilikuwa 260,000 kwa 315. Nyumba za chini 260,000 na nyumba ya juu 315. Lakini safari hii Kipepeo Apartment imetoa offer haswa kwa wanawake mwamba kama wanasikia sasa. Ndio. Nasikiliza. Na watu wote ambao wamefika Kipepeo na ambao hawajawahi kufika kwamba sasa hizi prices zetu zitakuwa ni 200,000 nyumba za chini na 250,000 nyumba za juu. Kule juu kule? Yes. 250? 250. Mama nani jiandae. Mimi nina swali moja. Unajua sasa hivi we are in social media, tuko kidigitali zaidi. Kuna watu ambao wanakosa time ya kupiga simu but wanaweza wakabook online. Hiyo structure ikoje kwa?
Sisi kwetu tuna website ya Kipepeo Apartment, alafu tuna social medias, Instagram na TikTok pia. Kwa hiyo hizi sehemu zote huwa tunatumia, mtu akija DM anaweza kupata direct contact ya kufanya booking, na tuna hiyo website ambayo ukienda website una book online moja kwa moja. Alright. Okay. Ambao online ni www.kipepeoapartment. Okay. Afisa mshaka kanuni Kipepeo, unaona kama mfano ya kupapa hivi, yani international airport tu unaona kabisa. Kwa kumaliza kabisa, mmekuwa wadau washiriki wa matukio mengi ya CFM, na tunayo matukio mengi by the way. Nataka nisikie neno lako kwa sababu tayari unayo nafasi ya kuzungumzia matokeo ambayo umewahi kuyapata mara baada ya kushirikiana na sisi. Nini unamwambia yule ambaye anafanya biashara, wawekezaji Dodoma, na vile ambavyo wanaweza wakatumia fursa ya kutangaza na CFM na kupata matokeo kama ambayo leo Kipepeo Apartment mnajivunia? Kiuhalisia 90% ya maisha yetu saizi ni medias. Yes. Kwa hiyo kama mtu ana biashara yake, asipopiga kelele kwenye medias hatutamsikia. Yeah. Kwa hiyo kama wewe una nafasi ya kupata nafasi ya kuja CFM, ya kuja kuonana na watu wa digital wa CFM, itumie hiyo fursa ipasavyo. Kwa sababu katika simu yako kuna watu utawafikia kupitia WhatsApp, lakini hautawafikia wote. Yes. Ila ukitumia media kama hizi platform za radio kama CFM, kuna asilimia kubwa ya watu ambao una uwezo wa kuwafikia ambao hujaweza kuwafikia kupitia simu. Yes. Kwa hiyo sisi tunatumia hizi platform kutusaidia kwenda mbali, sehemu ambayo mikono yetu haiwezi kufika. Yeah. Ndio maana tunakuja, hatukomi kuja hapa. Na kwa nini mkome? Kwa sababu tunaamini kila siku mtakuwa mnapata viewers, listeners wengi ambao mnafika mpaka sehemu mbalimbali ambao sisi hatuwezi kuwafikia. Kwa hiyo nyie mnatupa mabawa kama Kipepeo. Kwa kumaliza kabisa, bahati mbaya au nzuri, Latino D huyu bwana ni mzungumzaji mzuri sana. Anahusika sana kwenye matukio. Yaani ukimpa mic hapa tutakuwa Kipepeo mpaka tupae. Kwa kumaliza sasa, nini unawaambia watu wako, wadau? Unajua sasa hivi Dodoma ni makao makuu ya nchi, chama na serikali. Tuna wageni wengi wanakuja, lakini Kipepeo Apartment ni moja ya sehemu ambayo nani hatamani kufika. So kwa kumalizia, neno lako pia kwa watu wako. Na napenda kuambia kwamba hii discount tulioitoa sasa hivi ina last for long. Yes. Itakaa kwa muda mwezi mzima. Ndio. Wala sio ya muda mfupi. Kwa hiyo kama wanasikia hii discount, wasisite kuja kutupigia simu na kuja kupatembelea au kupaona. Kwa sababu ni discount kwa ajili yao, kwa kila mmoja wetu. Right. Na Kipepeo Apartment ni sehemu ambayo inamkaribisha mtu yoyote ambaye anataka kuona eneo lilivyo, anataka kupata sehemu ya utulivu na kujifunza chochote kwenye maisha yake. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kututafuta kupitia namba zetu za simu 0659 900 au ukatutafuta kupitia social medias ya account ya TikTok ni Kipepeo Apartment na account ya Instagram ni Kipepeo Apartment. Yaani hii discount ni kwa ajili ya kila mtu. 200,000 kwa 250,000. Mnakaribishwa sana.